Mpendwa mtazamaji, siku ya Jumanne, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu tunalopata kutoka katika Injili ya Mathayo sura ya 9 aya ya 32 hadi ya 39. Nitaisoma. Walimletea Yesu mtu bubu mwenye pepo, na pepo alipotolewa yule bubu alinena. Makutano wakastaajabu, wakasema, hajaonekana hivi katika Israeli wakati wowote. Lakini Mafarisayo wakasema, kwa nguvu za mkuu wa pepo atoa pepo. Na Yesu alikuwa akizunguka katika miji yote na vijiji, akifundisha katika masinagogi yao na kuihubiri habari njema ya ufalme na kuponya magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Na alipowaona makutano, aliwahurumia, kwa sababu walikuwa wamechoka na kutawanyika kama kondoo wasio na mchungaji. Ndipo alipowaambia wanafunzi wake, mavuno ni mengi, lakini watenda kazi ni wachache. Basi muombeni Bwana wa mavuno apeleke watenda kazi katika mavuno yake. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Mpendwa mtazamaji, baada ya Yesu Kristo kusimamia kusudi lile alilokuwa ameletewa hapa duniani na Baba yake la kuweza kuwafungua waliokuwa wamefungwa, kutangaza mwaka wa Bwana uliokuwa umekubaliwa, sasa analetewa mtu mmoja aliyekuwa ana matatizo makubwa mawili. Ya kwanza alikuwa ni bubu. Shetani alikuwa amemfunga katika ulimi wake asiweze kuongea. Ya pili alikuwa ana pepo. Na katika hali hii, tofauti na wale watu wengine waliokuwa na mapepo, au yule mgerasi aliyekuwa na mapepo, yalianza kuongea kwamba tunakusii usitutoe katika mipaka hii. Huyu bwana alikuwa hawezi kuongea. Na shetani alijua nguvu ya mwanadamu katika neno. Ukikiri neno la Mwenyezi Mungu kwamba Bwana Yesu unihurumie, nataka kupona, ni kweli utapata uponyaji. Akamfunga katika kifungo hicho. Jambo hili lilikuwa ni gumu sana, lakini lilikuwa ni gumu katika mitazamo ya mwanadamu. Kwa Yesu, yale mambo ambayo yameshindikanika, yeye ndio huwa anayatatua. Na baadaye walipompeleka kwa Yesu, alianza na kitu cha kwanza, akamtoa pepo. Alipomtoa tu pepo, yule bubu akanena. Maana yake nini? Kuna nguvu kubwa sana katika uponyaji wetu kupitia neno lile tunalolikiri. Mara nyingi katika vifungo mbalimbali na magumu ambayo mwanadamu anayapitia, ukikiri kwamba haliwezekani, ni kweli haitawezekana. Ukikiri kwa kinywa chako kwamba inawezekana, ni kweli inawezekana. Kwamba Mwenyezi Mungu kila siku anaumba kazi ya midomo yetu. Yale maneno nayo yatamka yakiwa ni mema, manake ndivyo itakavyokuwa. Katika somo hili la Yesu anapomfungua huyu bubu, akamtoa huyu pepo ambaye alikuwa anampelekea asiweze kutamka neno la Mwenyezi Mungu, asiweze kuyatamka vizuri maisha yake, anatufundisha kwamba kila siku jinenee mema. Nena mema, itamkie siku jambo jema. Unapolala itamkie usiku huo jambo jema. Unapokutana na watu watamkie mema, usitamke mabaya. Kinywa chako kisitamke mabaya. Kinywa chako kimeumbwa kwa ajili ya kuweza kumpa Mwenyezi Mungu sifa. Na ndio maana Yesu anamtoa pepo huyu, na huyu mtu anaanza kuja kuongea. Baada ya hapo, watu wanatoa sifa kwamba haijatokea hivi kwa mtu yote katika eneo la Israeli. Wakagawanyika katika makundi mawili. Watu walikuwa na maisha ya kawaida wakamwona Mungu ndani ya Yesu. Lakini Mafarisayo ambao walikuwa ni watu wa dini, ambao wao ndio walikuwa wanapaswa kuweza kumsaidia huyu, hawakuweza kuona hilo. Wakaanza kuona kwamba Yesu anatoa yule pepo kwa nguvu za pepo Beelzebuli, kama maeneo mengine yalipoandikwa. Na hili tujifunze. Watu wa kawaida ambao mara nyingi hawaendi kanisani waweza kumuona Mungu na kupata kile wanachokihitaji. Lakini watu ambao wako ndani ya kanisa
wanaweza wasimuone Mwenyezi Mungu, na muda mwingi baada ya vinywa vyao kukiri uwezo wa Mwenyezi Mungu, vinywa vyao vianza kukiri ukuu. Kumbe wanafahamu namna gani shetani alivyo mkubwa. Wanafahamu hierarkia za mapepo, yaani hierarkia za mapepo ziko kwa Mafarisayo, na watu wa kawaida wanakiri ukuu wa Mwenyezi Mungu. Je, katika maisha yako unamkiri nani? Unakiri hierarkia za mapepo au unakiri ukuu wa Mwenyezi Mungu katika maisha? Ukimwona mwenzako amefanya vitu vizuri, unakiri uwezo wa Mwenyezi Mungu ambao amempatia, au unaanza kusema nilijua tu huyu anatumia rushwa, anatumia mapepo, anatumia uchawi? Hebu kwenye kila kitu ambacho mwenzako anakifanya katika siku, mtukuze Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kile ambacho amekifanya. Usiwe na roho ya ufarisayo ya kuweza kuona mambo ya giza tu katika maisha ya wenzetu. Angalia Yesu, ingawa walimtamkia maneno mabaya, yeye aliendelea kuzunguka katika miji yote na vijiji, akaendelea kuwafundisha watu katika masinagogi yao. Yesu yeye hakubakia tu mjini katika kufundisha neno la Mwenyezi Mungu. Hakubakia mjini kwa matajiri, kwa watu wenye pesa. Alihakikisha kwamba neno lake pia linaenda hadi vijijini kwa watu ambao ni masikini. Na ingawa pia walikuwa wamempinga katika masinagogi yao, hakuacha, alikusanyika, alienda katika sinagogi, kwa sababu alijua ndani ya sinagogi anaenda kutana na neno la Mwenyezi Mungu, anaenda kutana na watu wa Mwenyezi Mungu. Katika maisha, hata kama utapingwa namna gani, endelea kufanya mema, endelea kufundisha, iweze kuwa ni mjini, iweze kuwa ni vijijini, iweze kuwa ni usiku, iweze kuwa ni mchana. Usije ukaacha kwenda kanisani au kwenye jumuiya ndogo ndogo kwa sababu wamekupinga, wamekunenea maneno mabaya. Nenda, kwa sababu kule hukutani na wale wabaya tu, unakutana na wengine ambao hawajui kitu gani kinachoendelea, na pili unakutana na neno la Mwenyezi Mungu. Baada ya hayo, Yesu akiwa amejaa huruma, anawaonea huruma hawa makutano, kwa sababu walikuwa wamechoka na wakao wametawanyika kama kondoo wasiokuwa na mchungaji. Yalikuwa ni maombi ya Musa kwa Mwenyezi Mungu katika Agano la Kale, kitabu kile cha Kutoka, kabla hajaondoka kwenda mbinguni. Alimwambia Mungu, ninakusihi uwaletee mchungaji, wasije wakatawanyika hawa, ninawaonea huruma. Kitu kinachofanya watu wachoke katika maisha ni kwa sababu wamekosa watendakazi. Hata wale ambao wanasema kama ni wachungaji, si wachungaji ambao wa kundi la Mwenyezi Mungu, ni wachungaji wanaotaka mshahara. Watendakazi, watu ambao wamejitoa maisha yao kwa ajili ya hilo. Yesu anaonea huruma, watu walikuwa wamechoka na kutawanyika. Anasema ombeni, fanyeni maombi, Bwana apeleke watenda kazi katika shamba lake. Hajasema ombeni Bwana apeleke wachungaji, amesema ombeni Bwana apeleke watenda kazi. Katika siku ya leo, muombe Mwenyezi Mungu sana. Eneo lililopo, omba Mwenyezi Mungu alete mtenda kazi atakayefanya kazi pamoja na Bwana. Omba Mwenyezi Mungu, muombe Mwenyezi Mungu yule anayefanya kazi katika hilo eneo, kazi ya Mwenyezi Mungu. Waombe, usiwatamkie maneno ambayo ni mabaya. Kwa nini? Asipokuwepo mtenda kazi katika shamba la Bwana, watu wanatawanyika. Asipokuwepo mtenda kazi katika shamba la Bwana, watu watavunjika moyo. Na Mwenyezi Mungu akubariki katika siku ya leo, kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.